nchi ya vipofu mfalme wao anakuwa chongo. Sasa wakati mwingine, wakati machongo wetu hawa tulikuwa tunawapa nafasi kubwa kuona anafanya makubwa, kumbe mtu mwingine anaweza kufanya makubwa zaidi kuliko unavyodhani. Singida Black Stars muda wao, mipango ya management yao tumekuwa tukisema sana, lakini wana mageuzi makubwa tena yanayoonekana wazi. Ndio maana nikasema mchezo wa Singida Black Stars dhidi ya Young Africans ni ukombozi wa fikra kwa Simba na Yanga wao wenyewe, kwamba kujua kwamba miundombinu ni sehemu ya mipango yao. Lakini tumekuwa tukisema mara nyingi, mashabiki wapenzi wa hizo timu zetu nyingine, ukiondoa Simba na Yanga, hawana shinikizo kwenye miundombinu. Sasa wao kwao ni zaidi ya mchezo wa mpira, ni mchezo wa ukombozi wa fikra kwa vilabu vyote, na si vilabu hivi tu, mchezo wa ukombozi wa fikra kwa vilabu vingine Tanzania. Kama watu wanawiwa na kutamani maendeleo, na huu mchezo wa watu kwenda kujisuta nafsi, tena ningeshangaa watu kwenda kujisuta nafsi zao ni Young Africans ambao wanaenda kesho pale. Sasa Yanga wanacheza huko, wanapata fundisho. Yani fedhea, mpangaji kajenga mwenye nyumba Yanga na nyumba iko wapi? Mpangaji kajenga, ana maendeleo makubwa, wewe unaenda kupanga kwake. Yani mpangaji mwenzio kajenga, ili kesho ni mpangaji mwenzio kajenga. Sio mpangaji, yani mpangaji mwenzio kajenga. Unajisikiaje? Wewe ngoni upo tu baba. Hii mpangaji mwenzio kajenga. Alafu anakukaribisha twende kwenye sherehe ya ufunguzi wa nyumba yangu. Sio kama unaweza kanywa hata soda vizuri. Kwani usinywe? Inabidi ukitoka hapo leo ukapambane kujenga. Acha bwana. Huu ni mchezo, mpangaji mwenzio kajenga, alafu kualika kwenye sherehe ya ufunguzi wa nyumba yake. Kwa hiyo unataka kuniambia Yanga wasusie na hii mechi? Susie. Nadhani kama wanajitambua waende kwa manunguniko kweli. Mpangaji mwenzao kajenga. Sasa na nyinyi mnakwenda. Lakini si hivi tu, tunasema kwa vilabu vingine. Kumbe kujenga uwanja ni zaidi ya kuwa na timu kongwe. Kujenga uwanja ni zaidi ya kuwa na mashabiki wengi. Sawa. Kujenga uwanja ni mikakati ya wazi ambayo inawekwa katika malengo ya timu, na hiki ambacho tunakiona kwa Singida Black Stars. Sasa ni uvute pumzi kidogo. Kwenye line hapa nimemwalika Dr. Jonas Siboloa. Dr., shida ni nini kwa vilabu hivi? Miaka mingi sana lakini hakuna uwanja, shekhe. Shida nini? Kwenye hii mimi huwa nasema kila siku kwamba ukuaji wa timu ni masuala ya mikakati, ni masuala ya direction ya uongozi, kujua nini priorities za timu, wanataka kutoka wapi na kwenda wapi. Na ukijaribu kuangalia vilabu vyetu hivi, kimoja kina miaka 89, kingine kina miaka 88 au 87, tofauti ya miaka miwili. Mpaka leo mmoja ameweza kutengeneza uwanja wa mazoezi, mwingine alikuwa na uwanja wa mazoezi zamani, sasa hivi umekuwa ni gofu. Hii yote inaonyesha kwamba hakuna strategic directions za vilabu ili kuhakikisha kwamba wanapata yale maendeleo. Lazima uwe na maendeleo endelevu katika programu zako. Umenielewa? Ndio. Kama huwezi kusustain program zako inakuwa ni ngumu. Na mimi naelewa unapokuwa unaendesha club, zipo areas unatakiwa kuangalia. Sawa? Ndio. Unatakiwa uangalie mambo ya management na governance ya team, au sio? Inakwenda namna gani? Unatakiwa uangalie mambo ya economy ya timu inakwenda namna gani? Unatakiwa uangalie mambo ya wanachama kwa timu yako inakwenda. Na of course hii mambo economy, wanachama, zote tunaangalia kwenye ukuaji wa timu. Lakini unatakiwa uangalie football operation za timu yako zinakuaje, operations za mchezo wako zinakwenda namna gani. Timu yoyote kubwa ambayo inajinasibu kuwa ni kubwa, haina miundombinu ya mazoezi, haiwezi kuwa endelevu hata siku moja. Unajua kwa sababu gani? Ndio. Kwa sababu itakuwa inafanya mazoezi kwa gharama kubwa, itakuwa inafanya mechi kwa gharama kubwa. Vilabu kama hivi lazima vijue, hata unapotoa shilingi 10,000 kwa ajili ya kuchangia miundombinu ya mtu mwingine, hiyo ni hasara kwako. Dokta, ni kwamba ndio maana timu hizi unaziona sio tu issue ya kiwanja. Ndio maana timu hizi unaziona zinashindwa hata kuwa na program za vijana, kwa sababu ni too expensive kwao. Unaelewa? Ndio. Sasa turudi kwa Singida. Singida wamejenga uwanja, kesho wanaufungua. Singida ni timu ambayo imekuja juzi, lakini kwa sababu wana strategic directions zinazoonyesha kwamba wanatakiwa kwenda wapi, leo hii tayari wana uwanja. Kwa kuwa na uwanja wamekata cost gani?
wamekata kosti ya mmiliki wa uwanja wa Liti, ambaye kila wakiwa wakienda wakicheza wanakatwa 18% ya mapato yao. Unanielewa? Nakupata Kwa mama hizo 18% zao tayari wanaenda kuzisave, zitakuwa ni sehemu ya mapato yao. Kwa sasa hivi makato atakao kuwa anakatwa ni ya BMT 3%, ya TFF 5% na VAT pamoja na gharama za mchezo, au sio? Ndio. Kinachobakia chote ni cha kwao. Bravo kwa Singida, timu ndogo lakini yenye maono, imeweza kufika sehemu inakotakiwa kufika kwa wakati mdogo sana. Kwa sababu naamini hii timu chini ya Mwigulu haina zaidi ya miaka 5, sio? Ndio. Na sasa hivi angalia ilikofika, imefika mbali. Lazima ni timu za namna hii, waandishi wa habari, ningeomba mwe mnazipigia chapuo, mnazielezea mambo mazuri kwa kujaribu kumap out na direction yao inavyokwenda na matarajio yao yatakayokuwa huko siku za baadaye. Dr. baki kwanza hapo. Wewe nao ulishawahi kuwa kiongozi, pengine ulishawahi kutoa ushauri kwa viongozi wako wa juu kwamba jamani tujenge uwanja na wakakutolea nje? Baki hapo kwanza, Dr. Jonas Tiboroa. Sasa karibu sana, wacha niwaambie kwamba tuko na Yas kwa hivi sasa. Mambo ni mazuri kweli kweli, kwa sababu muda ambao tulikuwa tunasubiri kwa hamu kubwa sana ndio huu bwana, kutoka Yas na Mixed by Yas, kwa sababu upendo, amani na furaha imetawala kweli kweli katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Sasa mwezi huu bwana ni mwezi wa kutoa zawadi pia. Ukiwa na Mixi ni kwamba unarudishiwa 50% ya makato kila unapolipia na Mixi lipa kwa simu kwenye maeneo yaliyoidhinishwa nchi nzima. Pia huu wakati bwana wa kufaidika na maudhui ya dini ya Kiislamu, kama vile hadithi, mawaidha, nashid na adhana, ili kuweza kujiongezea maarifa kiimani bwana. Tuma neno hikma kwenda namba 15582 uweze kupata maudhui kuweza kujijengea vizuri kabisa katika imani yako. Sasa vifurushi bomba kabisa mwezi mtukufu wa Ramadhani vinaendelea, vimepewa thamani kubwa kabisa. Kwa hivi sasa hakikisha tu kwamba unamnunulia ndugu, jamaa na marafiki, ili mambo yaweze kwenda vizuri kabisa katika kuweza kutakiana Ramadhani karimu, ukiwa na mtandao bora kabisa Tanzania. Sasa gonga nyota 150 nyota 01 alama reli au mix up, au piga nyota 147 nyota 00 alama reli uweze kufurahia ofa hizi kabambe kabisa kutoka Yas na Mix. Yes, wacha niwaambie tu kwamba Yas ni wakati wetu kujumuika pamoja, furahia mwezi mtukufu wa Ramadhani. Dr. Jonas Tiboroa, ninarudi kwako, nalipa bili kidogo hapa, ninarudi kwako hapa punde tu. Ni kwamba vilabu hivi vingekuwa na mwendelezo, visingekuwa hapa. TikTok Capital E. Mwanamke wa shoka 2025 ni msimu mwingine wa mwanamke wa shoka, kampeni inayohusu mwanamke mpambanaji aka mwanamke anayejituma. Kauli mbiu ya mwaka huu, mwanamke wa shoka, zidisha spidi. Tumeelekeza jicho letu katika maeneo mbalimbali yanayo connect mwanamke, kama vile kwenye masuala ya teknolojia, mahusiano, afya, sheria, fedha, bila kusahau michezo na burudani. Tutakuwa na wewe Mswahili kwenye matukio tofauti katika wilaya na mkoa wa Dar es Salaam. Tunakutanisha wanawake wa shoka, tunawaunganisha na kuwawezesha kwenye huduma kama vile upimaji wa afya na misaada ya kisheria bure. Endelea kusikiliza EFM na kufuatilia mitandao yetu ya kijamii kujua zaidi kuhusu mwanamke wa shoka 2025. Mwanamke wa shoka, zidisha spidi. Inaletwa kwenu na Vodacom na Selcom Pesa. Viwanja. Hii ni ofa kubwa ya viwanja kutokea Tanzania. Clarence Company Limited, mabingwa uzaji wa viwanja, wanakuletea ofa kubwa. Tunasema kila mtu apate. Ni punguzo la bei ya viwanja vilivyopo Mlandizi, Malangalanga kwa bei nafuu kabisa, kuanzia shilingi 150,000 mpaka shilingi 500,000 kwa viwanja vya kawaida, na mashamba shilingi 800,000 mpaka 1,106,000. Na viwanja vyote hivi vipo karibu na huduma za kijamii kama vile
shule, maji, umeme, hospitali pamoja na masoko. Tupo Ubungo, Shelia Oilcom, na safari za kwenda kuona viwanja ni kila siku Jumatano na Jumamosi kuanzia saa 1 kamili asubuhi kwa shilingi 10,000 tu. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0781700600 au 0789200700. Piga simu namba 0781700600. Clarence Company Limited, tunatimiza ndoto yako. 93.7 EFM Pwani. Asante sana popote pale ulipo. Hii ni eSports ya EFM. Mimi ni Ibrahim Ambokile, niko hapa chuma cha Mjerumani kimoja tu. Niko sambamba kabisa na Rashid Mbega, mgunduzi wa offside, Zuberi George Mkalaboko, super coach, kila kitu kinakwenda vizuri. Asante sana kwa wale wote ambao mnaotufuatilia kwenye YouTube channel yetu. Nimekuona DJ Kawawa yuko sambamba na sisi bwana. Umeongea vitu vizito sana leo bwana DJ Kawawa bwana. Shukrani sana. Tuzidi kusonga mbele. Tangu saa 4 asubuhi kunako jiji la Dar es Salaam, ndio shughuli ni moja ya kula nyama ya ng'ombe tu kabisa. Asubuhi supu nzito, lakini pia nyama choma ya ng'ombe unaipata eneo moja tu, ambako kuna vinywaji baridi, kuna mziki mzuri wa taratibu kabisa. Njoo tule nyama, njoo tuonane tule nyama, njoo tupeane michongo, kupanga ni kuchagua. Unataka paja, nondo, salala, kidari, steak, maini, figo, ulimi, vyote hivi unakwenda kuvipata eneo ni moja tu. Shughuli imeanza saa 4 kamili asubuhi hadi saa 6 usiku. Wapi Sheikh? Ni G Sport Bar, Mbezi daraja la Nyambizi, karibu na roundabout ya Outsend. Njoo tule nyama kuanzia saa 4 asubuhi hadi saa 6 usiku. Meet and meet ni kila Jumapili hapa G Sport Bar. Shukrani sana. Tunazidi kusonga mbele. Hakikisha unadondosha ujumbe wako mfupi wa maandishi na sisi moja kwa moja tutakwenda kupitia kile ambacho umeweza kukiandika. Dr. Jonas Tiboro bado uko hewani kwa hivi sasa. Pengine hizi timu zingekuwa na mipango endelevu, pengine zingeshakuwa zinapiga sana pesa, na hata hii kukimbiana uwanjani pengine isingekuwepo kubwa, kwa sababu kumbuka hizi ni timu pekee zenye watu katika nchi hii, na at least ni kimkoti mzee Mpili kwamba sisi tuna watu. Kwa hiyo hizi timu zina watu, na kama timu zina watu tayari ina maana zinajivunia ile persona ambao wanayo. Wanaweza wakajaribu kumobilize watu wao, wakapata fund kirahisi, wakaweza kutengeneza program nyingi kirahisi, ama program moja hapo ikiwa ni ya kujenga viwanja. Ndio. Sasa swali linakuja, wanashindwa nini? Hapo ndo magumu hapo. Watu wanashindwa nini? Nakumbuka mimi kuna kipindi nisha kufanya na moja ya klabu hizi. Kiongozi wangu mkubwa nilipompa idea kutafuta eneo kutengeneza viwanja na nini, unajua alichoniambia? Ndio, mimi sijui. Ni gharama sana kuwa na kiwanja. Kwa hiyo ni afadhali tuwe na hii tu. Tutakuwa tunafanya hivi. Lakini huyu ni mfanyabiashara, hawezi kujua alikuwa anafanya hivyo kwa sababu gani. Na ni mtu ambaye sasa hivi he is long gone. Sasa suppose angekuwa amesikia hiyo klabu sasa hivi ingekuwa iko mbali, ingekuwa na viwanja vyake, program zake za mpira zingekuwa zinaenda vizuri, na maisha ingekuwa yanakwenda vizuri, gharama ingekuwa chini ya uendeshaji. Unapokuwa na miundombinu yako, kimsingi kuna baadhi ya vitu vinapungua. Hata hizo kelele nyingine unazosikia kwa mitandao zinaendelea, viwanja fulani haikuja, fulani hakuja. Huwezi kutokea kama mna viwanja vyenu. Ni Dr. Jonas Tiboroa moja kwa moja akizungumza nasi kunako eSports ya EFM. Kikosi cha Singida Black Stars kimeingia kwenye miongoni mwa timu ya mfano wa kuigwa kama Azam FC ambayo tayari ina kiwanja chake bora. Unajua kuna kiwanja na kiwanja umiza. Unajua kuna nyumba afu na nyumba umiza. Wala chuma nasema mimi na nyumba bwana. Ukiingia unainama. Kuna nyumba. Yani kuna kibanda na nyumba. Kuna kibanda na nyumba. Na utasema mtu akwambia nimemaliza kibanda changu. Sema hivyo. Nimemaliza kibanda changu. Sio nyumba shaka. Nyumba sio mchezo. Lakini namba 7. Lakini kibanda hiyo ni nyumba kwa daraja yako. Sio umeona uwanja Singida Black Stars?
Jamani, makofi kwa mmiliki wa timu ya Singida Black Stars na management yao. Lameck Nchemba hatari, anafanya kazi kubwa sana na Mlesi na ni fikra kubwa, ni fikra kubwa. Nadhani kama tungekuwa tunapenda kujifunza, ndio Singida sasa wanatoa somo kwa mashabiki na wapenzi wa Simba na Yanga Africans kabisa. Azam walishatoa somo halijaeleweka. KMC wametoa somo halijaeleweka bado. Hata KMC wanajifanya timu ya serikali na si kiwanja chetu. Singida KMC anakusikia aridi chukutu. KMC wakati kile kiwanja sio wagombea na kodi yote sawa, na wote tunasikia tuna mchango wetu kiwanja cha serikali. Singida nafanya Azam hamwezi kusema. Azam mmejifanya mfundishiki. Singida sasa mnaanza kutoka damu na kwenda mkoani. Maana kuzindua Azam katoa somo, watu bado na vichwa vigumu. Maana hii ni mechi ya fedheha ya kimkakati. Kwa Yanga ni fedheha ya kimkakati, kwa sababu unakwenda kushiriki mchezo wa kuzindua uwanja wa timu ambayo haina hata misimu 10 kwenye ligi. Kwa hiyo imezaliwa tangu mwaka 1930. Kwa Yanga wangekataa. Fedheha ya kimkakati. Fedheha ya kimkakati. Yaani Yanga kushiriki mchezo na Singida Black Stars ndio fedheha ya kimkakati ile. Maana yake wakatoke na mkakati. Maana kutoka pale waje na strategic depth. Unategemea kuona baada ya mechi kumalizika uanze kuona maburudoza pale Jangwani. Ndio maana yanga kufukia na sio Jangwani kokote, kwa sababu wamekuwa na wepesi wa kusema viwanja vinajengwa mbali. Sasa hivi wamejaa visingiziwa. Ndio Bunju wanasema padogo KMC pakubwa. Geza Orole mbali. Walipewa Kigamboni wanasema mbali. Lakini wamesafiri wamekwenda Singida na kuzindua uwanja. Hivi mamlaka haziwezi kuwaforce Simba na Yanga kuona viwanja. Unavifuata vipi mamlaka sasa? Haiwezekani. Hizi ni taasisi taasisi. Yaani huu ni udhaifu wa kitaasisi. Na wenye taasisi yao ambao ni wanachama ndio na vilabu hawataki maendeleo, wanapenda furaha. Yaani wao wacheza mdundiko tu. Vigelegele ndio wanavipenda. Simba na Yanga kwa sababu wangekuwa wanapenda maendeleo wangetoka hapa tuone. Na sio Simba na Yanga, twende na vilabu vingine hivi vingine ndio hivi. Hapa tuna timu gani kongwe za muda mrefu nyingine ambazo ziko kwenye ligi? Prison, Tanzania Prisons ndio. JKT Tanzania na uwanja wao. JKT Tanzania uwanja wao. Uwanja wao. Prisons wao ni magereza. Magereza wana maeneo makubwa sana. Mengi. Mno. Mkono wa Mara yaani tukisema Tanzania Prisons pale kuna Rwanda, kuna Asongo sasa hivi mkoa mwingine. Rwanda pale. Ndio. Wanaweza kutafuta sehemu kaika uwanja wao. Na kwa sababu ni jeshi la magereza timu yao. Lakini pia Rwanda kuna makaburi mengi. Wapi? Rwanda pale ni eneo dogo, lakini wana maeneo mangapi magereza na mashamba? Sababu uwanja hauwezi kuchukua eneo la eka 10. Haiwezekani. Kuna mashamba ekani mpaka 600. Shiniza uwanja. Na nadhani ni wa sasa hii sasa. Wa TFF niliona wanao andiko la shinikizo kwamba kila timu ina uwanja wa mazoezi kuanzia msimu ujao. Lakini lile andiko lifanye kazi lisitumike busara. Sio mara ya kwanza. Wale tunachokutumiza ni busara. Nafikiri baada ya ikaika ya juzi busara inaweza ikatafutiwa kabati lake. Tuanze kusimamia hekima kwamba tunachokubaliana kinafanyika. Inaweza ikatupelekea kushinikiza hizi timu kuwa na viwanja, kwa sababu unapowapa watu mbinu wa kisheria na utendaji wa usimamizi hawezi kuja kama ambavyo wewe huwezi kupata passport bila kitambulisho cha NIDA. Hii inatakiwa iende kwa kusimamia, kwa sababu moja ya kitu ambacho tunataka tukiseme kwenye taifa letu ni eneo la miundombinu. Hivi vilabu kuto kugombana kwenye marefa nini miundombinu wapi? Lakini mbali na kwamba tunatumia viwanja vingi vya Chama cha Mapinduzi wamiliki, lakini katika kuviboresha tunawalau sisi kuliko Kenya. Bodi League tuwapongeze kwenye hilo, kusimamia kama uwanja at least pitch ya kuchezea nzuri. Hata kama hawana viwanja wao vilabu. Sasa bado tunazungumzia uwezo wa vilabu kuboreka kimiundombinu. Hatukatai miundombinu sisi ipo. Unaweza kuandika proposal nini sasa? Maana yake Black Stars ameandika proposal. Kwani unazungumza mna watu andikaji proposal? Ndio maana wajenge. Wanaweza kana andika kwa kuzipeleka hakuna. Lakini mdhamini anashawishika na wewe. Na mdhamini anashawishika na wewe kwenye uthubutu. Singida tunaona ina watu wa mkakati pale. Ina maana hao wadhamini wa Simba na Yanga hawashawishiki. Wapi? Sasa na Yanga hawashawishi, sio hawashawishiki, hawashawishi. Yale wanashawishiana kuwekeza kwenye jezi tu. Njoo jezi mpejezi, huku simo mpejezi, lakini kwenye mambo haya ya maendeleo hawajatia nguvu kubwa. Na ndio maana unaweza kuona inatumika kama ajenda ndogo kwenye mikutano yao. Sasa ramani za viwanja wanashangilia, na hii pia inapunguza. Ahadi kubwa inakuwa ni kumshinda mtani. Kwa hiyo unagundua ndio kuna shida katika maeneo haya. Lakini twende kwenye timu zingine zinazoanzishwa ambazo nazo pia kuna shida kwenye hayo malengo. Nimefurahi Ken Gold habari zao nazo.
Ken Gold. Ndio. Wanaendelea na ujenzi kule Chunya. Okay. Sasa ile uwanja nilivyouona, uwanja Ken Gold unanipa mashaka kidogo. Kwa nini? Hivi unaweza ukaanza kujenga eneo la kucheza kabla la nje? Unaweza. Hili hatua tu za ujenzi wa uwanja. Zuberi. Baadaye tunafuata matofali mtaweka wapi? Kwa sababu uwanja sio mita 100. Uwanja kuna sehemu ya kukaa mashabiki. Anza eneo la kuchezea ili timu ifanye mazoezi, baadaye unakuja kwenye uzio. Ni hatua za ujenzi wa uwanja. Kwa maana kwamba itakuwa ni uwanja kama wa Mtibwa Sugar. Unaanza wazi kama Mtibwa ulivyoanza. Wazi, baadaye unarudi kwenye uzio. Sasa hapo ndio kutofauti kati ya nyumba na kibanda. Inaweza ikawa nyumba. Lakini umeanzaje? Kwa sababu hata ghorofa linaanza msingi. Kwa ukianza msingi, nyumba tutaweza kuitathmini itakapokwisha. Kwa hiyo kuanza eneo la kuchezea sio mbaya. Si unaanza kwa sababu pengine wanataka timu yao iwe na kambi kule kwao. Sawa. Wanaanza eneo la kuchezea, baadaye wanakuja kwenye maeneo ya majukwaa na uzio. Maoni yako ni muhimu sana. Kwa nini timu za Simba na Yanga mpaka dakika hii hazina uwanja wa kuchezea mechi? Ondoa mazoezi, mechi ongeza na vilabu vingine. Kwa nini havina? 0744937937. Young Africans imekaribishwa kule na Singida Black Stars. Ndio. Ni mechi, tunasema sasa ni mechi ya nini? Ya kimkakati. Ni mechi ya kimkakati. Fedheha ya kimkakati. Yaani Yanga na Singida ni fedheha ya kimkakati. Sasa kaalikwa lakini anafundishwa. Sasa hii, unajua hii ni ukweli lakini unaumiza. Yanga na Singida ni fedheha ya kimkakati kwa Simba na vilabu vingine vyote kwenye mechi. Fedheha ya kimkakati. Yaani wamekuja kuwazodoa wapangaji wenzao. Jamani, mimi mpangaji mwenzio nimejenga uwanja Simba bado uko nyumba ya kupanga kama Seru vile. Tayari. Tena bora hata hao ambao wanafanya mazoezi kwenye uwanja wao Simba. Bora hata Simba mimi nakwambia wanafanya mazoezi kwenye uwanja wao. Lakini Yanga kwenda kucheza na Singida Black Stars ni fedheha ya kimkakati. Inabidi waumize kichwa mashabiki. Na ningekuwa mimi ndio sehemu ya mashabiki kama Yanga, ningekuja kuleta shinikizo kwa viongozi kwamba jamani, tumechoka. Kwa nini? Hii fedheha ya kimkakati. Kupanga umechoka. Tumechoka. Simba nao wangeleta fedheha kwamba tumechoka. Tuanze na pale Bunju. Pale kama KMC tu. Uwanja si wetu. Okay. Hii ni fedheha ya kimkakati. Na hivi inawanyima mapato mengi sana. Kama mmeshindwa kujenga viwanja vyenu, tuende tukale nyama choma. Tunafanyaje tu? Uwanja mjengi tunafanyaje? Nyama choma tu. Na muziki mzuri, vinywaji baridi safi kabisa.